بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Naam, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la mustalah alhadith, na leo tupo kurasa nambari 30 tukiingia katika kusoma aqsamul hadithi min jihati adadi ruwatihi, vigawanyo vya hadithi katika upande wa idadi za wapokezi wa hadithi hiyo. Tamam. Tutaanza na al-gharib. Anasema Sheikh, al-gharib, hadithi gharib. Al-gharib lughatan, tamshi la gharib kilugha, al-munfaridu an watanihi. Tamshi la al-gharib maana yake kilugha, al-munfaridu ni mtu aliyepwekeka, an watanihi, na nchi yake, kwa maana mtu aliyekuwa nje ya nchi yake, na kwa lugha ya Kiswahili anaitwa mgeni. Tamam, anaitwa mgeni, yani mtu aliyekuwa ugenini. Aliyekuwa wapi? Ugenini, kwa maana aliyepwekeka kwa kuwa mbali na nchi yake. Hiyo ndiyo maana ya tamshi la al-gharib kilugha. Tamam. Al-gharibu, tamshi la al-gharibu lughatan kilugha, al-munfaridu ni mtu aliyepwekeka an watanihi, kwa kuwa mbali na nchi yake, na kwa lugha nyepesi tunamuita mgeni. Tamam. Wastilahan, na kisheria, kwa maana na kwa mujibu wa wanazuoni wa mustalahi, tamshi la al-gharib huwa man farada biriwayatihi rawin. Huwa ma ni hadithi ambayo infarada, amepokeka, biriwayatihi, katika kuipokea hadithi hiyo, rawin, mpokezi huyu mmoja. Kwa maana hadithi iliyopokelewa na mtu mmoja inahukumiwa kuwa ni alhadithul gharibu, inaitwa hadithi gharibu. Tamam. Bihaithu, kwa namna ambayo lam yarwihi ghairuhu, iwe hakuipokea hadithi hiyo ghairuhu, isipokuwa huyo mtu mmoja. Bihaithu, kwa namna ambayo lam yarwihi, iwe hakuipokea hadithi hiyo ghairuhu, isipokuwa huyo mmoja. Kwa maana kwa namna ambayo iwe hakuna mtu mwingine aliyoipokea isipokuwa huyo mpokezi mmoja. Tamam. Hadithi hiyo itaitwa ni alhadithul gharibu. Tamam. Au infarada biziyadatin fi matnihi, au infarada biziyadatin fi matnihi, au hadithi ambayo infarada, amepwekeka mpokezi wa hadithi hiyo, biziyadatin, kwa kuwepo ziada fulani, biziyadatin, kwa kuwepo ziada fulani, fi matnihi, katika matni yake. Sawa, na hii inaitwa gharibul matni, gharibu almatni. Au isnadihi, kwa maana au infarada biziyadatin fi isnadihi, au akapwekeka mpokezi wa hadithi hiyo, biziyadatin, kwa kuwepo ziada fulani, fi isnadihi, katika sanadi ya hadithi hiyo, basi hadithi hiyo pia itaitwa ni gharibul isnadi. Tamam. Kwa hiyo alhadithul gharib ni hadithi ambayo amepwekeka mpokezi mmoja katika kuipokea, bihaithu lam yarwihi ghairuhu, bihaithu, kwa namna ambayo lam yarwihi, hakuna mtu mwingine aliyewahi kuipokea hadithi hiyo ghairuhu, isipokuwa yeye tu. Au ni hadithi ambayo amepwekeka mpokezi wa hadithi hiyo kwa kuwepo ziada fulani katika matni ya hadithi yake au katika sanadi ya hadithi yake, na ile ambayo kuna ziada katika matni inaitwa gharibul matni. Tamam. Na ile ambayo kuna ziada katika isnad inaitwa gharibul isnad, na zipo hadithi nyingine ni gharibul matni wal isnadi. Sasa zipo hadithi nyingine ambazo ni gharibul matni wal isnadi, kwa maana hadithi ambayo katika sanadi yake amepwekeka mpokezi wa hadithi hiyo, na katika matni yake pia amepwekeka, kwa maana hafanani na wapokezi wengine katika upande gani wa matni na katika upande wa sanad, kwa sababu ya kuwepo ziada fulani. Tamam. Hakadha
Ni hadithi ambayo ina uchambuzi mpana, lakini kwa kuwa tutasoma vitabu vingi, hayo mengine tutayaona mbele. Hapa tupite tu sathiyan, tupite juu juu. Tamam. Wasummiya ghariban, na hadithi hii imeitwa kwa ni hadith gharib linfiradi rawihi, kwa sababu ya kupwekeka mpokezi wa hadithi hiyo, an ghairihi, kutokana na mtu mwingine. Kwa maana kwa sababu ya kupokeka anayeipokea hadithi hiyo, kwa kuwa hakuna mtu mwingine aliyepokea hadithi hiyo isipokuwa yeye. Kal gharibi, kama mfano wa yule mgeni, alladhi, ambaye kwamba sha'nuhu, hali yake, al-infiradu an watanihi, kuwa nje, kuwa mbali, an watanihi, na nchi yake. Tamam. Kwa hiyo hadithi hii, kwa kuwa mpokezi wake anapwekeka katika kuipokea hadithi hiyo, basi ikafananishwa hadithi hii na yule mtu anayepwekeka na nchi yake, ambaye anaitwa mgeni. Sawa sawa. Lakini hadithi hii haiitwi hadithi ngeni, maana yake ni hadithi iliyopokelewa na mtu mmoja, na inaitwa alhadithul gharibu hivyo hivyo. Isije katokea mtu akasema alhadithul gharib ni hadithi ngeni. Hapana, hakuna maana hiyo. Inaitwa alhadithul gharibu, kisha maana yake ni hadithi ambayo amepwekeka kuipokea mpokezi mmoja. Tamam. Aqsamuhu, vigawanyo vya hadithi algharib. Tamam. Wa huwa, na hiyo hadithi algharib, kismani, imegawanyika katika vigawanyo viwili. Al-awwalu, kigawanyo cha kwanza, al-fardul mutlaq, ni kigawanyo kinachoitwa al-fardul mutlaq. Tamam. Wa huwa, na kigawanyo hicho, an yanfarida, kwa maana taarifu ya kigawanyo hicho. Kipi? Al-fardul mutlaq. Tamam. Wa huwa, na taarifu ya kigawanyo hicho, an yanfarida, ni apwekeke, arrawi, mpokezi wa hadithi, bil hadithi, apwekeke mpokezi wa hadithi, bil hadithi, kwa kuipokea hadithi, au bil hadithi, katika kuipokea hadithi, min jamii ruwati, apwekeke kutokamana wapokezi wote waliopo katika tabaka yake. Sawa sawa. Wa huwa, na kigawanyo hicho cha alfardul mutlaq, an yanfarida, ni apwekeke arrawi, mpokezi wa hadithi, bil hadithi, katika kuipokea hadithi, min jamii ruwati, kutokamana na wapokezi wote waliopo katika tabaka yake. Tamam. Mfano ni vipi? Tuchukue tabaka ya kwanza. Tabaka ya kwanza na kusudia karne ya kwanza ya hijiria, kwa maana kuanzia mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 199. Tumchukue Sa'id ibn al-Musayyib, au tumchukue al-Imam az-Zuhri ambaye ameishi katika zama hizo. Itokee al-Imam az-Zuhri amepokea hadithi katika tabaka yake kiasi kwamba nini, hakuna mtu mwingine yoyote aliyepokea hadithi hiyo kwenye tabaka yake isipokuwa yeye tu. Hadithi hiyo itaitwa al-gharib. Kwa sababu gani? Infarada al-Imam az-Zuhri bil hadithi, amepwekeka al-Imam az-Zuhri bil hadithi, katika kuipokea hadithi hiyo, min jamii ruwat, kutokamana wapokezi wote wa tabaka yake. Tamam. Hakadha mithalu, mfano wa hadithi hiyo, hadithu alwalau lahmatun kalahmati nasabi, ni hadithi inayosema alwalau, wala, lahmatun kalahmati nasab, ni nyama kama mfano wa nyama ya nasab. La yubau, wala hauuzwi, wala yuhab, wala hautolewi bure. Wala ni kitu gani? Wala ni ile hali ya bwana kuwa na nafasi ya kumrithi mtumwa wake, mtumwa wake aliyemwacha huru. Tamam. Kwa maana yule bwana mwenye kumiliki watumwa anapomwacha huru mtumwa wake, sawa, yule mtumwa ikiwa hana wa kumrithi, huyu bwana mwacha huru anaruhusiwa kumrithi yule mtumwa wake. Sasa ile wala, hii hali ya bwana kuruhusiwa kumrithi mtumwa wake, ni hali ambayo imefananishwa na nyama ya nasab. Ndio Mtume akasema alwalau lahmatun ka lahmati nasabi,
wala ni nyama kama nyama ya nasab. La yubau, wala hauuzwi, wala yuhab, na wala hautolewi bule. Tafarrada bihi Abdullah ibn Dinar an ibn Umara, tafarrada amepwekeka bihi katika kuipokea hadithi hiyo Abdullah ibn Dinar, al-Imam Abdullah ibn Dinar an ibn Umara, kwa kuipokea kutoka kwa nani? Kwa ibn Umara. Kwa maana katika tabaka ya al-Imam Abdullah ibn Dinar hakuna mtu mwingine aliyoipokea hadithi hii kutoka kwa ibn Umar isipokuwa yeye tu. Tamam. Kwa hiyo hadithi hii inaitwa al-fardhu al-mutlaq. Athani, hadithi ya pili, al-fardhu an-nisbi. Al-fardhu an-nisbi kwa maana upweke wenye kunasibishwa na kitu fulani. Tamam, ndio maana ya an-nisbi, itamshi la an-nisbi, yani upweke wenye kunasibishwa na kitu fulani. Tamam. Kama ambavyo tutaona katika taarifu yake. Anasema athani, kule juu, al-fardhu al-mutlaq, upweke ulioachiliwa, kwa maana upweke ambao haujafungamanishwa na sifa yoyote. Lakini hapa al-fardhu an-nisbi, wana upweke ulionasibishwa na sifa fulani au kitu fulani. Tamam, hakadha. Kwa hiyo athani al-fardhu an-nisbi. Aina ya pili ya al-hadithu al-gharib ni al-fardhu an-nisbi, wa huwa ma kana muqayyadan, wa huwa ma, nayo ni ile hadithi ambayo kana muqayyadan, iliyokuwa ni yenye kufungamanishwa, bikaunihi, kwa sababu ya kuwa kwake hadithi hiyo, infarada bihi, infarada amepokeka, bihi katika kuipokea, athiqatu, mpokezi ambaye ni thiqa. Sawa, tunaposema amepokeka kuipokea mpokezi ambaye ni thiqa, maana yake ni nini? Maana yake hadithi hiyo ilishawahi kupokelewa na mpokezi mwingine ambaye si thiqa. Sawa, kwa tofauti na al-fardhu al-mutlaq. Al-fardhu al-mutlaq ni upweke ulioachiliwa, kwa maana upweke wa moja kwa moja. Sawa, yani ni ule upweke ambao mpokezi anapokea hadithi ile peke yake kwa yule aliyempokea, pasi na kushirikiana na mpokezi mwingine kwenye tabaka yake, kama namna tulivyoona hapo katika mfano wa hiyo hadithi hapo juu. Tamam. Kisha al-fardhu an-nisbi ni hadithi inapokelewa na mtu zaidi ya mmoja, lakini hadithi hiyo inafungamanishwa na sifa fulani. Kwa hiyo aliposema bikaunihi infarada bihi thiqatun, kwa kuwa kwake hadithi hiyo infarada, amepokeka, bihi katika kuipokea, athiqatu, mtu ambaye ni thiqa. Kwa maana vipi? Alishawahi kuipokea hadithi hiyo mtu mwingine ambaye si thiqa katika tabaka hii, katika tabaka moja. Tamam. Na mtu kama anayo nafasi, jamani, kule YouTube kuna ratiba tuliweka ile, lakini haikuendelea, ratiba ya fawaid hadithia, fawaid hadithia, faida za kihadithi. Ingia YouTube pale utaikuta pale, tumeeleza sawa, kwa upana kidogo hichi kigawanyo cha al-hadith al-gharib. Sawa sawa, yule ambaye atakuwa na nafasi aende akaangalie, au nitawatumia linki katika grupu, mtaona. Sawa sawa, na mtaenda kufuatilia hiyo voice, mtapata uchambuzi zaidi. Tamam. Hapa napenda kwa sathia, kwa sababu gani? Haya maelezo utakuja kuyakuta kwa mbele. Tamam, hakadha. Kwa hiyo fayuqalu wa huwa ma kana muqayyadan biqawli infarada bihi thiqat, athiqatu, sindio? Kwa maana vipi? Kuna mtu mwingine alipokea hadithi hiyo ambaye si thiqa, fayuqalu fihi, basi kutasemwa katika hadithi hiyo, lam yarwihi thiqatun illa fulanun, illa fulanun, lam yarwihi, hadithi hii hakuipokea, thiqatun, mtu ambaye ni thiqa, illa fulanun, isipokuwa mtu fulani. Kwa maana gani? Ilipokelewa na mtu mwingine dhaifu, lakini kuna mtu mwingine thiqa alipokea hadithi hiyo. Kwa hiyo tunaiwekea kaidi, tunaifungamanisha na sifa. Tunasemaje? Lam yarwihi thiqatun illa fulan, hadithi hii hakuipokea mtu ambaye ni thiqa isipokuwa fulani. Ndio inakuwa al-fardhu an-nisbi, upweke wenye kunasibishwa na kitu fulani au sifa fulani. Tamam, hakadha. Au muqayyadan biqawlihi infarada bihi rawi an shaykhihi, au muqayyadan, au ni yenye kufungamanishwa, bikaunihi, kwa sababu ya kuwa hadithi hiyo infarada, amepokeka, bihi katika kuipokea, arrawi, mpokezi fulani, an shaykhihi, kutoka kwa shekhe wake. Fayuqalu, basi kunasemwa infarada bihi fulanun an shaykhihi,
amepwekeka katika kuipokea hadithi hiyo, fulani, mtu fulani, an shaykhihi, kutoka kwa shekhe wake fulani, shekhe wake fulani. Tamam. Mfano wake, kuna hadithi moja imekuja kwenye kitabu cha Imam Suyuti, Tadribur Rawi. Sawa, sikuisummarize, sikuiandika pembeni kuitolea mfano, lakini ilikuwa ni hadithi ya Imam Shafi'i, hadithi ya kuelezea masala ya mwezi, kwamba mwezi ni siku 20 na ngapi? 29. Tamam. Hadithi ile Al-Imam Shafi'i mwanzoni mwake ilionekana kwamba yeye ndiyo peke yake aliyopokea kutoka kwa Al-Imam Malik. Sawa sawa, lakini baadaye ikaonekana kwamba nini, kuna mpokezi mwingine pia alipokea kwa Imam Malik. Kwa hiyo lau kama asingeonekana yule mpokezi mwingine ambaye alipokea kwa Imam Malik, hadithi ile ingekuwa ni gharibu Shafi'i, ingekuwa ni katika hadithi gharib aliyopokea Imam Shafi'i kutoka kwa shekhi wake. Sawa sawa, na ingeitwa vipi? Ingeitwa gharibu Shafi'i, hadithi gharibu aliyopokea Shafi'i an Malik, kutoka kwa Imam Malik, ingeitwa hivyo gharibu Shafi'i an Malik. Sawa sawa, ingeitwa kwa ni hadithi gharib, kwa maana hadithi ambayo amepokeka kuipokea al-Imam Shafi'i an Malik, kutoka kwa shekhi wake ni Imam Malik. Tamam. Kwa hiyo hadithi kama hii inaitwa gharibu fulani an shaykhihi fulani. Tamam, hakadha. Au muqayyadan, au ile ambayo iliyokuwa imefungamanishwa bikaunihi, kwa maana au akimaanisha au ma kana muqayyadan bikaunihi. Sawa sawa. Au muqayyadan, au kuwa kwake hadithi hiyo imefungamanishwa bikaunihi, au muqayyadan, au kuwa imefungamanishwa bikaunihi, kwa sababu ya kuwa kwake, infarada, amepokeka bihi, katika kuipokea hadithi hiyo, an ahli albaladi, sawa, an ahli baladin, watu wa mji fulani. Tamam. Na hapo infarada, wamepwekeka, sio kupwekeka, wamepwekeka. Tamam. Tamam. Kwa hiyo lau kama ningekumbuka mapema, ningeisummarize hapa, nikaiandika tamshi lake hadithi hiyo, na nikamwandika pia na ule mpokezi mwingine ambaye ameipokea, sawa sawa, ambaye baadaye alikuja kuonekana kwamba yeye pia alipokea hadithi hiyo kutoka kwa Imam Malik. Tamam, lakini sikutana baika mapema, tutakuja kuangalia huko katika madarasa ya mbele. Tamam. Au muqayyadan, au kuwa hadithi ni yenye kufungamanishwa bikaunihi, kwa sababu ya kuwa kwake, infarada, amepwekeka bihi, katika kuipokea hadithi hiyo, mpokezi fulani, an ahli baladin, kwa kutopokelewa na watu wengine wa mji fulani. An ahli baladin, kwa kutokupokelewa hadithi hiyo na watu wengine wa mji fulani, kwa maana ni hadithi ambayo nini, anapwekeka mtu mmoja kuipokea kwenye mji fulani, kiasi kwamba hakuna aliyepokea katika mji huo isipokuwa yeye. Fayuqalu, basi utasemwa kwa hadithi kama hiyo, infarada bihi min ahli almadinati fulanu, infarada, amepwekeka bihi, katika kuipokea hadithi hiyo, min ahli almadinati, katika watu wa mji wa Madina, fulanun, mtu fulani. Hukumu ya hadithi hiyo, hukumu ya hadithi hiyo, annahu qad yakunu sahihan, huenda ikawa ni sahih, wa qad yakunu hasanan, na huenda ikawa ni hasan, wa qad yakunu dha'ifan, na huenda ikawa ni dhaif, wa huwa alghalib, na ukokuwa dhaifu, alghalib ndiyo mara nyingi, kwa maana hadithi hii mara nyingi huwa ni dhaifu. Na ukienda katika Tadribur Rawi utakuta kuna kauli za wanawazuoni wengi ambao walikuwa wanasema haifai hadithi ghalib. Yani kuna wengine walihukumu kwamba ni dhaifu moja kwa moja, basi na kuangalia nani aliyepokea, sasa matni yake iko vipi. Lakini kauli ya jumhur ni kwamba qad yakunu sahihan au hasanan au dhaifan, wa huwa alghalib, na ukokuwa dhaifu ndio mara nyingi. Al-aziz, hadith al-aziz huwa man farada biriwayatihi ithnani fi tabaqatin min tabaqati. Huwa man farada, ni hadithi ambayo amepwekeka au wamepwekeka. Tamam. Huwa man farada, ni hadithi ambayo wamepwekeka biriwayati, katika kuipokea, ithnani, watu wawili, fi tabaqatin, katika tabaka fulani, min tabaqati,
miongoni mwa tabaka za hadithi hiyo. Walau rawahu ba'da al-ithnain jam'un, hata kama itapokelewa ba'da al-ithnain, baada ya wale watu wawili, jam'un, itapokelewa na kundi la watu, bado hadithi hiyo itahukumiwa kuwa ni aziz. Tamam. Hukumu ya hadithi kama hii, imma sihhatu, imma inaweza kuwa ni sahihi, wa imma alhusnu, na imma inaweza kuhukumiwa kuwa ni hasan, wa imma dhu'fu, na imma inaweza kuhukumiwa kuwa ni dhaif. Tamam. Mithalu, mfano wake, hadithu shaykhain, hadithi iliyopokelewa na al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim inayosema la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tamam. Utaona hapo chini ametia taaliki kwamba al-Imam al-Bukhari amepokea kwenye kitabu al-Iman, babu hubbi rasuli sallallahu alaihi wasallam min al-iman, kumpenda mtume ni katika iman. Lakini pia al-Imam Muslim amepokea kwenye kitabu al-Iman kwa kuweka mlango gani? Akasema babu wujubi mahabbati rasuli sallallahu alaihi wasallam, mlango wa kuwajibu, yani mlango wa kuonesha kuwa ni wajib kumpenda mtume. Angalia tofauti hapa. Al-Imam al-Bukhari kasemaje? Babu hubbi ar-rasul, mlango wa kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam min al-iman, kwa maana mlango unaoonesha kwamba kumpenda mtume ni katika iman. Lakini al-Imam Muslim kaika mlango gani katika hadithi? Babu wujubi mahabbati ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Huu ni mlango wa kuonesha wajib wa kumpenda mtume. Kuna tofauti hapa kupitia milango hii miwili inaonyesha kwamba al-Imam al-Bukhari ni afqahu min al-Imam Muslim. Imam Bukhari anatambua zaidi sheria kuliko al-Imam Muslim. Sawa, kwa sababu gani? Al-Imam Bukhari ameacha wazi mlango wa kujitahidi, kwa maana mtu ambaye atasema kumpenda mtume ni wajib ni sawa, atakayesema kumpenda mtume ni sunna ni sawa, atakayesema kumpenda mtume ni mubah ni sawa. Lakini al-Imam Muslim kaeka babu wujubi mahabbat, mlango wa kuonesha kuwa ni wajib, kwa maana akahukumu moja kwa moja kuwa ni wajib. Lakini al-Imam al-Bukhari ameweka wazi mlango wa ijtihadi, kila mtu aje kujitahidi. Atakayejitahidi ijtihadi yake akasema kuwa ni wajib, sawa. Atakayejitahidi ijtihadi yake akasema kuwa ni sunna, sawa. Atakayejitahidi ijtihadi yake ikasema kuwa ni mubah ni sawa. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo hadithi nasemaje? La yu'minu ahadukum, hatakuwa na imani kamil mmoja wenu, kwa maana hatakuwa na ukamilifu wa imani mmoja wenu, hata akuna, mpaka mimi niwe, ahabba ilayhi, ni mwenye kupendwa zaidi na yeye, min walidi, kuliko anavyompenda baba yake, wa waladihi, na mtoto wake, wa nasi ajma'in, na watu wote. Tamam. Rawahu Anas, hadithi amepokea Anas radhiyallahu anhu, wa anhu, na wakaipokea kutoka kwa Anas Qatada wa Abdul Aziz ibn Suhaib, na Abdul Aziz ibn Suhaib. Utaona amepokea Anas kisha wakaja kuipokea watu wawili ambao ni Qatada na Abdul Aziz ibn Suhaib. Kwa hadithi hii kahukumiwa kuwa ni aziz. Kwa sababu gani? Imepokelewa na watu wawili kutoka kwa Anas ibn Malik. Tamam. Na baada ya Qatada na Abdul Aziz kuipokea hadithi hii, wakaja kuipokea hadithi watu wengine wawili, sawa, wakaipokea hadithi kwa Qatada, Shu'ba na Sa'id. Tamam. Kisha wakaipokea watu wengine wawili hadithi kutoka kwa Abdul Aziz, Ismail ibn Ulayyah na Abdul Warith. Tamam. Kwa hiyo pia ikabaki kuwa ni aziz. Kisha baada ya hapo ndo wakaja kuipokea kundi la watu wengi kutoka kwa hawa wapokezi wa mwisho. Tamam. Lakini bado ikabaki kuwa ni aziz. Kwa hiyo naam, nilitaka tuendelee na alhadith almashhur na almutawatir, lakini tuishieni hapa kwa sababu sina muda wa kutosha. Sawa, lakini insha Allah taala kesho tutakuja kuanzia katika almashhur na tutasoma pia na almutawatir, lakini pia tutasoma na kanuni mama ambayo kila mtu ambaye anaingia kusoma aqsamul hadithi min jihati adadi ruwatihi anapaswa aitambue kanuni hiyo, na asipoitambua atakuwa anasoma
kigawanyo hichi, sawa, pasi na kuutambua uhakika wake. Tamam. Kwa hiyo tuishieni hapa, kisha insha Allah taala tutakuja kuendelea kesho na alhadith almashhur na alhadith almutawatir. wa ila huna antahi. Altu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa minkum.